turudi magotini katika nafasi zetu, tuzuie jambo hili la kipepo, jambo hili la kishetani. Sisi kama kanisa tulikuwa na maombi mwezi wa 10, hata siku 2 kabla ya uchaguzi, na moja ya mambo tuliyoyaona ambayo Bwana alituonyesha ni moshi ukitoka katika bahari ya Hindi, bahari ya Dar es Salaam, bahari yenye ukanda toka Tanga, mkoa wa Pwani, Dar es Salaam, Lindi, Mtwara. Na moshi ule ulikuwa na maana ya kwamba kuna vita katika ulimwengu wa roho, na mkuu wa bahari anawapa nguvu watu katika ulimwengu wa mwili. Hapa Tanzania kama mawakala wa machafuko tunaweza kuzuia hiyo, na Biblia ina ushahidi. Tunasoma katika Wafalme pili sura ya 6 ya kwamba kuna wakati mfalme wa Sham alikuwa na vita na Israeli, na kila ambacho mfalme wa Sham na jeshi la Sham lilikuwa likipanga ili kuivamia Israeli, mtumishi wa Mungu Elisha alikuwa anaonyeshwa na Mungu, anaambiwa na Mungu, na mfalme wa Sham akashangaa ni namna gani Israeli wanapata siri zetu. Akaamua ya kwamba atakwenda amkamate Elisha, amfunge Elisha, mtumishi wa Mungu, nabii wa Mungu. Kilichotokea, jeshi la Washam lilipomkaribia Elisha likazingira nyumba ya Elisha. Elisha alikuwa na mtumishi anaitwa Gehazi. Gehazi aliogopa, akaona jeshi lenye mtutu wa bunduki limezunguka nyumba aliyokuwepo Elisha. Elisha akamwambia Gehazi, hujui walioko upande wetu ni wengi, ni wakuu kuliko walioko upande wao. Na akafunuliwa macho Gehazi, akaona majeshi ya malaika ya Bwana yameshuka na yako katika mlima ambapo kulikuwa kuna nyumba ya Elisha. Lakini hata hivyo Mungu hakumwambia Elisha atumie majeshi ya malaika, alimwambia Elisha atamke. Ndugu zangu, Elisha alichofanya, alinena neno la upofu. Majeshi ya Washami, askari wa Washami wote wakawa vipofu, wamekuja physically, wamezunguka nyumba, walikuja kumteka Elisha, lakini Elisha akayateka majeshi yenye silaha na akapeleka Samaria. Hakuna ambacho hatuwezi kukifanya katika ulimwengu wa roho na kikatokea katika ulimwengu wa damu na nyama. Tarehe 9 hii Desemba, tumwambie Bwana malaika wake wailinde Tanzania. Tumwambie Bwana tuteke nyara fikra za watu ambao wanataka kutoa maamuzi ama kulipeleka taifa letu katika vita na uvunjifu wa amani. Imeandikwa katika Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari wa 3 hata ule wa 5, inasema ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili huu, kwa kuwa silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha kila kitu kilichoinuka kijinuacho kinyume na elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra zipate kumtii Yesu Kristo. Kwa hivi tufanye vita ya kiroho na tutaangusha ngome za watu wanaotaka kuiharibu Tanzania. Tunaweza tukateka nyara fikra za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, fikra za viongozi wa vyama vya siasa, fikra za JP, fikra za CDF, kwamba zipate kumtii Yesu Kristo. Fikra za watu waliotumwa kuua na kuharibu zigeuke na wao watamke amani, badala ya kutamka vita, kutamka uvunjifu wa amani, watamke amani na kudumisha amani. Tunayo hiyo mamlaka.